Elimu ya fedha kuhusu mikopo ya kidijitali. Hujambo, leo tunataka kukujulisha kuhusu mikopo na kukupa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Tunataka kukusaidia kuelewa maneno yanayotumiwa katika kukopa kwa njia ya kidijitali kupitia simu yako ya mkononi. Chaguzi za kukopa kidijitali zilizopo kwa sasa ni pamoja na, kwa mfano, Tala, Branch, Okash au hata mfuko wa Hustler ulioanzishwa na serikali kuruhusu raia wa Kenya kukopa pesa kupitia jukwaa lao la mikopo ya kidijitali kwenye simu zao. Tutachukua mfano ili kukusaidia kuelewa maneno yanayohusiana na elimu ya fedha na kukopa. Fikiria kuwa una matatizo ya kifedha na unahitaji suluhisho la haraka la pesa kusaidia shughuli zako. Unaweza na unataka kuchagua mkopo wa simu, lakini mara nyingi unakabiliwa na masharti ya mkopo ambayo si rahisi kueleweka. Ili kukusaidia kuelewa baadhi ya maneno yanayohusiana na elimu ya fedha na kukopa, tunakuelekeza safari ndogo ili kukusaidia kuelewa viwango vya riba. Kwa mfano, fikiria unataka kukopa shilingi za Kenya 10,000 kwa mwezi mmoja. Mtoa huduma ya mkopo wa kidijitali B anakujulisha kuwa utatozwa riba ya 2% kwa mwezi. Mtoa huduma ya mkopo wa dijitali D anakupa kiwango cha riba cha 15% kwa mwezi. Hizi ni hatua za kwanza unazohitaji kuelewa maana ya kiwango cha riba. Kiwango cha riba gani kinakuwa na faida zaidi kwako? 1. Kiwango cha riba kinamaanisha nini? Kiwango cha riba ni kiwango ambacho mkopeshaji anatoza mkopaji, kikiwa kimehesabiwa kama asilimia, kama sehemu ya kiasi kilichokopwa au deni la kiasi kikuu kinachotokana kwa kipindi fulani. Kiwango cha riba kinachotajwa hakijumuishi ada nyingine yoyote inayoweza kutozwa na ni gharama tu ya kukopa kiasi kikuu. Ili kuelewa vizuri, tutalinganisha viwango vya riba hapa chini kwa asilimia kwa takwimu sahihi. Je, ulijua kwamba katika kesi umepewa mikopo ifuatayo? Kadri kiwango kinavyoongezeka kwa asilimia, ndivyo unavyopaswa kulipa zaidi katika kiwango cha riba. Mtoa huduma B anakupa mkopo kwa 2% ambayo ni gharama. Hii inamaanisha kuwa na kiwango cha 15% kilichotolewa kwa kuhifadhi. Kwa D unahitaji shilingi za Kenya 1,500 zaidi juu ya akiba yako kila mwezi. Maneno mengine yanayotumika wakati wa kukopa ambayo yanapaswa kuzingatiwa ni kipindi gani kiwango cha riba kinahusu, ambacho kinaweza kuwa kila siku, kila mwezi au kila mwaka. Sasa tunatafuta kuelewa tofauti kati ya viwango vya riba vya kila siku, kila mwezi au kila mwaka. Katika mfano wetu, wakopeshaji wa kidijitali wanakupa mkopo ambao unahitaji kulipwa baada ya kipindi kilichotajwa kufikia ukomavu, lakini watoa huduma hukadiria kiwango cha riba wanachokupa kila siku, kila mwezi au kila mwaka. Hii inamaanisha katika mfano huu, unakopa mkopo wa shilingi za Kenya 10,000 kwa mwezi mmoja na una chaguzi 3 tofauti za kiwango cha riba. Unatozwa kila siku kwa 0.7%, kila mwezi kwa 10% au kila mwaka kwa 20%. Mkopo wako unavutia kiwango cha riba kila siku, ikifanya uwe ghali zaidi. Katika mfano wetu, baada ya mwezi unalazimika kulipa kiasi kikubwa zaidi licha ya kiwango cha riba kuonekana kidogo kwa idadi. Tunahitaji kuelewa hapa kwamba katika mfano uliotajwa hapo juu, inaonekana wazi kwamba licha ya kiwango cha riba cha kila mwaka kuwa na takwimu kubwa za 20% kwa mwaka, kiasi unachopaswa kulipa kwa mwezi ni kidogo zaidi ikilinganishwa na kiwango kingine cha riba kilichotolewa na takwimu ndogo za ada ya huduma. Unapochagua mkopo, mara nyingi unakabiliwa na malipo tofauti mengine kama vile ada ya huduma, ada za utunzaji na kadhalika. Ada ya huduma inayotozwa hutozwa kwenye kiasi cha mkopo kinachotumwa kwenye mkoba wa pesa wa simu, au mara nyingine inajumuishwa katika kiasi ambacho unalazimika kulipa. Hii inamaanisha utalipa kiasi kikubwa zaidi kuliko kiasi kilichotolewa kwako, kama ilivyo katika mfano hapa chini. Ada ya huduma inayotozwa hutozwa kwenye kiasi cha mkopo kinachotumwa
kwenye mkopo wa pesa wa simu, au mara nyingine inajumuishwa katika kiasi ambacho unalazimika kulipa. Hii inamaanisha utalipa kiasi kikubwa zaidi kuliko kiasi ambacho kwa kweli kimetumwa kwako, kama ilivyo katika mfano hapa chini. Unapokopa kidijitali, asilimia ya kiasi kikuu, yaani kiasi unachokiomba kukopa, hutozwa mara moja kama ada ya huduma. Kwa mfano, ikiwa unakopa shilingi za Kenya 10,000 na unatozwa ada ya huduma ya 5%, yaani shilingi 500, chaguo la kwanza, utapokea kiasi kidogo kuliko ulichokopa kwenye mkoba wako wa pesa wa simu. Hii inamaanisha kwamba utapokea shilingi za Kenya 10,000 ikipunguzwa na shilingi 500 sawa na shilingi za Kenya 9,500 kwenye akaunti yako ya mkoba wa pesa wa simu. Chaguo la pili, utapokea kiasi ulichokopa lakini utalazimika kulipa zaidi wakati wa urejeshaji. Hii inamaanisha kwamba utapokea shilingi za Kenya 10,000 kama ulivyokopa, lakini utarejesha shilingi za Kenya 10,500. Mbali na ada ya riba inayohesabiwa kwa kujitegemea, kwa ujumla, kadri asilimia inayoongezeka ndivyo ada ya huduma inayotozwa inavyoongezeka. Chukua mfano wetu juu ya matangazo ya mikopo hapa juu. Mtu wa mkopo A anakupa ada ya huduma ya 0% ambayo ni chini kuliko mtu wa mkopo D ambaye anakupa ada ya huduma ya 10%. Hii inamaanisha kwamba ulipi ada yoyote ya huduma kwa mkopo A, lakini kwa mkopo D unalazimika kulipa shilingi za Kenya 1,000 kama ada ya huduma. Tunatumaini safari hii ya elimu ya kifedha itakusaidia kufanya maamuzi yenye ufahamu.